wapashaji habari, ninashukuru sana kama vile mnatoka kuona. Tunatoka kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wapashaji habari ama kutetea haki ya wapashaji habari, wanaita liberté de la presse. Na kwa leo tuliweza kukusanya wakuu viongozi, kusanya watu wa tabaka mbalimbali ambao wanatoka katika vitongoji mbalimbali na wapashaji habari. Tulizungumza kuhusu namna gani tunapana habari katika muda wa leo wa kisasa ambao kunakuwa teknolojia inaendelea, intelligence artificielle, ambayo inakuwa akili ambayo sio ya kibinadamu, lakini ni akili pia inakuwa inaweza fanya kitu kama vile mwanadamu anaanza fanya, lakini sio ya kibinadamu, na ndio inaitwa intelligence artificielle, akili ambayo inaumwa na mwanadamu. Na tukazungumzia pia tukasema kwamba hapa Uvira na katika jimbo la Kivu Kusini inabidi tukuwe na mada ambayo inaambatana na hali ambayo tunaishi. Hiyo mada ni kuhusu namna gani tunaweza kupiganisha usambazaji wa habari za uongo, habari ambazo hazina uhakika na habari ambazo zinasusia chuki, kwa kuwa hatusahau ya kwamba kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa katika hali ya vita, na hiyo hali ya vita haswa ilileta madhara mingi kipindi habari za uongo zimesambazwa. Kuna nafasi wakuu viongozi wa kijeshi ama majeshi yetu yamekimbia kwa ajili ya habari ya uongo. Ndio kwa maana tulisema tuhamasishe watu, tuhamasishe dhamiri ya wapashaji habari na dhamiri ya jamii kuweza kupiganisha, kukataa kabisa kutawanya ama kupana habari za uongo ambazo hazisaidii kutetea nchi yetu na ambazo hazisaidii pia kuleta maendeleo, amani pamoja na ukongomani wetu ambao tumepata kisha kazi mingi ya mababu yetu. Na kwa leo tuliweza kuzungumza kuhusu sheria ambayo inahusu upashaji habari. Tuliongea pia kuhusu namna gani sisi wakaaji, sisi wapashaji habari ambao tunakuwa pia wananchi tunaweza kuchangia kupitia kazi yetu kusudi tuimarishe amani, usalama na maendeleo kupitia habari ambazo zinakuwa sahihi, habari ambazo hazitaleta chuki ama kuchochea kabila ile zidi ya kabila nyingine.